Naam, bwana mmoja kati ya waandishi wa habari kutoka pale Wasafi anafahamika kwa jina la Oscar. Tunafahamu kwamba huyu ni mwandishi wa habari wa Wasafi wa muda mrefu kidogo, sasa hivi ana zaidi ya miaka miwili nadhani kama sikosei, lakini kitu ambacho kimekuja kusurprise watu ni kwamba siku ya jana aliachia ngoma ambayo inakwenda inakwenda kwa jina la Kaliua. Moja kati ya ngoma ambazo zimepokelewa vizuri sana, lakini hata Diamond Platnumz naye akaamua kuibless na kuirepost kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, akaandika kwamba mzee wa Kaliua Oscar Junior akaiposti hiyo video, kisha kwa chini akaandika kwamba kwa kweli nimekunyoshea mikono. Umeona bwana? Kwa hiyo hii ni moja kwa moja kwamba Diamond mwenyewe amekuwa amazed, amekuwa surprised, amekuwa impressed na kitu ambacho Oscar amekifanya kupitia hiyo ngoma ya Kaliua. Sasa basi, baada ya Diamond kuposti hivyo ni kwamba watu wengi sana kiukweli wameenda kule YouTube kwenda kuisikiliza hii ngoma mwanzo mwisho, na ni moja kati ya ngoma ambayo imeonyesha ubunifu wa hali ya juu. Ni ngoma ambayo vijana wengi sana wameipenda, na hususan wakiona kwamba Diamond mwenyewe ameamua kumsupport Oscar. Ni moja kati ya vitu ambavyo vika trend sana huko mitandaoni baada ya page mbalimbali kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano, kuna page hapa imeandika kwamba bwana Diamond amemnyoshia mikono juu Oscar kwa ngoma aliyoimba. Bwana, wewe unadhani kwamba mistari ya kuandika kwamba kamla mama mkwe ni kitu kidogo? Lazima uwe na akili kama za Oscar. Kuna mtu ameandika hivyo kutokana na kwamba katika moja kati ya mistari ambayo Oscar ameimba katika hiyo nyimbo, ameimba vitu kama hivyo kwamba alikula mtu na mama mkwe wake au bwana. Lakini pia vile vile yeye mwenyewe pia Oscar, baada ya kupokea taarifa kwamba Diamond amesupport ngoma yake, ni kwamba kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba huwezi kuwa msanii mkubwa kama hujaitwa Basata. Okay, actually hii ni baada ya hiyo ngoma kwenda viral, maana unaambiwa kwamba hii ngoma ya Oscar ya Kaliua imepata views laki ndani ya siku moja. Umeona, na huu ndo msanii ambaye ni YouTube channel yake ndo kwanza mpya, ina video mbili na audio vision ya hiyo nyimbo na music video. Sasa hii video ilivyotoka ndio imeenda viral ndani ya siku moja na views laki, na ni kitu ambacho kiukweli kimewafanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi. Lakini kutokana na baadhi ya maneno ambayo ameyaimba humo ndani ya Oscar imepelekea Baraza la Sanaa la Taifa Basata kumuita kwa ajili ya kufanya naye mahojiano, na of course Oscar bwana aliwasili pale Basata, na pale ofisini bwana akiwa yuko mbele ya mheshimiwa, ikabidi waipige ile ngoma waisikilize. Tutakupa pia taarifa kuhusiana na maamuzi ambayo Basata wameyatoa hapa. Kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa video hii. So baada ya Oscar kuitwa Basata kuhusiana na maudhui ambayo ameyaimba katika hiyo ngoma, maana kuna maneno mengine kidogo tata, bwana, ni kwamba alivyotoka tu pale Basata akaamua kutoa hiyo taarifa kupitia kurasa yake wa Instagram, akaandika kwamba huwezi kuwa msanii mkubwa kama hujaitwa Basata. Leo nimeenda kupewa elimu na mwongozo bora kabisa wa kuwa msanii bora, mtangazaji wa kuwa msanii bora. Nitazingatia yote. Asante Basata, asante K Mapana, mniombee. Umeona bwana, wadau kibao hapa wamekuja kuandika baba umetisha. Diamond amekuja amecomment, anasema bwana kabisa bwana, hip hop mabegani mzee Kaliua. Ameandika hivyo Diamond. Umeona bwana. Kwa hiyo Oscar bwana sasa hivi tunamfahamu kama msanii wa hip hop hapa Tanzania, na watu wameshampokea kama hivyo mix ya kuitwa Basata. Umeona bwana. Kwa hapo kuna baadhi ya pages zimekuja kuripoti pia, wameandika kwamba bwana, baada ya mtangazaji na msanii mpya wa muziki wa hip hop hapa Tanzania Oscar kuweka wazi kilichoenda kufanyika Basata, na kusema kwamba msanii huwezi kuwa mkubwa bila kuitwa na walezi hao. Star huyo wa muziki pamoja na mastaa wengine kama vile Diamond Platnumz ameonyesha kumwamini na kumpa mikoba ya hip hop kwa kusema kwamba hip hop ipo mabegani kwake. Umeona bwana. Lakini yeye mwenyewe pia Oscar, baada ya kutoka tu katika ofisi za Basata, amefanywa mahojiano na waandishi wa habari ambapo amezungumza mambo mengi sana, na moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza bwana ni kwamba ameambiwa kwamba bwana, kama hujawahi kuitwa Basata wewe sio msanii. Umeona, hicho ni kitu ambacho yeye mwenyewe Oscar amefunguka kwamba tukio la yeye kuitwa Basata limemfanya aone kwamba okay, sasa kweli yeye ni msanii haswa, kwa sababu mpaka amepata fursa, chance ya yeye kuitwa Basata, it means kwamba kuna kitu ambacho yuko nacho. Lakini ukiachana na hilo pia vile vile ni kwamba Oscar tena amezungumza tena kuhusiana na mambo mengine, maana amezungumzia issue ya kuna hizi rumors za kwamba alikuwa na date na moja kati ya wanadada ambao ni wakali kweli katika muziki wa Bongo Flava kwa miaka mingi tokea tukiwa wadogo, tunamzungumzia Lady JD. Umeona bwana. Kwa hiyo Oscar amejibu kuhusiana na hiyo issue ya kwamba alikuwa katika
ya hizo tetesi za kwamba alikuwa akitoka kimapenzi na msanii Lady JD, kama the way ambavyo baadhi ya watu walivyokuwa wanahisi huko mitandaoni. Hiyo pia amejibu, na kwa mujibu wake mwenyewe Oscar bwana, kuhusiana na hilo swala, naam, yeye Oscar amedai kwamba kusema hivyo kwanza kabisa ni kumkosea Lady JD mwenyewe, lakini pia ni kumkosea hata yeye, kwa sababu yeye Lady JD ni dada yake, ni mtu ambaye ni mtu wake wa karibu, hajawahi kuwa na mahusiano na Lady JD. Lakini pia Oscar amefunguka kudai kwamba yeye na Lady JD bwana, ni ukaribu wao ni wa hali ya juu kiasi kwamba hata yeye mwenyewe Oscar akiwa katika mahusiano yoyote yale lazima atamjuza Lady JD. Kwa hiyo kila kitu ambacho Oscar anafanya mpaka kwenye issue personal kama hizo za mahusiano, Lady JD lazima atakuwa anazifahamu, kwa sababu JD ni dada yake. Umeona bwana lakini ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho Oscar amejibu ni kwamba ameulizwa kwamba je, kwa nini ameamua kufanya kazi na Joh Makini, kwa sababu katika ngoma yake Akaliua humo ndani bwana amefanya kazi na Joh Makini, na watu wameuliza kwamba kwa nini amefanya collab na Joh Makini na sio Baba Levo, mtu ambaye ni wa karibu kabisa pale ofisini kwao. Kwa mujibu wa Oscar mwenyewe bwana, amedai kwamba yeye kufanya kazi na Baba Levo ni kitu ambacho hakiwezekani. Na sababu ya kusema hivyo ni kwamba Baba Levo bwana ni msanii wa muda mrefu, game imeshamtupa mkono, anaimba kizamani. Kwa hiyo sasa hivi bwana Baba Levo hawezi kufanya kazi na Oscar, kwa sababu Baba Levo hajui sasa hivi hapa mziki unataka nini. Umeona? Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba amesema kwamba hawezi kufanya kolabo na Baba Levo kwa sababu uwezo wa Baba Levo ni mdogo sana. Umeona? Kwa hiyo amemshauri Baba Levo arudi K-Town People, sehemu ambayo alianzaga kufanyaga mziki huko zamani, labda watamsikiliza huko Kigoma, lakini sio hapa town. Lakini pia vile kuhusiana na maamuzi ya Basata kuhusiana na wimbo wa Oscar, mheshimiwa huyu hapa bwana si mwingine bali ni katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa Basata, Kidemon Mapana, amesema kwamba ngoma ya Oscar bwana wameamua kuilebo 18+, yani kwamba ni nyimbo ambayo itasikilizwa na watu wazima tu na sio watoto, kulingana na maudhui ambayo Oscar ameyaimba katika nyimbo hiyo. Akisema kwamba nyimbo hiyo imekuwa labeled 18+, maana yake ni kwamba inasikilizwa na watu wazima, which means hii nyimbo ya Oscar haitopigwa maredioni, itapigwa kwenye maredio au kwenye vyombo vya kwenye televisheni kuanzia saa 6 usiku na kuendelea. Kwa hiyo nyimbo ya Oscar bwana uwezo kaiona kwenye TV ikiwa inapigwa mchana, kwa sababu ni muda ambao watoto wanatazama, na nyimbo hiyo sio kwa ajili ya watoto. Watoto hawatakiwi kusikiliza wala kutazama nyimbo hiyo. Lakini pia itapigwa kwenye maklabu ambao ni sehemu ambao wanaenda watu wazima usiku. Nyimbo hiyo pia itapigwa katika kumbi nyingine za starehe kuanzia saa 6 usiku na kuendelea, lakini sio majira ya mchana. Maana yake ni kwamba kwenye matamasha, mabonanza, show za mchana ambazo watoto wapo, hiyo nyimbo haitopigwa. Kwa hiyo hayo ndo maamuzi ambayo Basata imeyatoa kuhusiana na wimbo huo wa Oscar ambao ameutoa hivi karibuni. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.